بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 katika darsa ya risala aqidatu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita kusoma sharh ya maneno al-musannif rahimahullah. قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. utaja haya ni masala yanayofungamana na al-kufr wal-iman, kafiri na iman, لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان, katika watu wanaofanya madhambi makubwa katika waumini. Huyo anayefanya dhambi ambao ni chini ya shirki, kama kunywa mvinyo, kunywa ulevi, kuiba na mengineo katika madhambi ambao ni chini ya shirki, hukumu yake ni nini? Tumetaja kundi la kwanza ambao ni al-wa'idiyya wa hum al-khawarij. Tumetaja kuwa khawarij itikadi yao na itikadi wao ni kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ni kafir, ashatoka katika Uislamu. Na hapa kuna jambo muhimu sana nigusie. Sio lazima, haswa katika khawarij wa asri hii tunaoishi, si lazima atamke aseme kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ni kafiri. Aweza kukataa mtu, mimi sisemi hivyo, sijasema mimi anayezini ni kafiri, sijasema mimi anayeiba ni kafiri, lakini yeye wale viongozi wanaohukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah bila kuitakidi kuwa ni bora au ni sawa na hukumu ya Allah, moja kwa moja umwita nani? Ni kafiri. Wakati ile pia hukumu yake ni hivi, ni kabira min kabair dhunub. Maadamu haja halalisha ile jambo, abakia katika Uislamu, ni fasik. Akamkufurisha yule kiongozi, huyu ana itikadi ya kikhariji, hata akikataa upande mwingine. Kwa yatosheleza dhambi moja katika madhambi makubwa, mtu akamkufurisha mwenzake kwa dhambi hiyo, kuwa yeye ashaingia katika itikadi ya khawarij. Hata akisema mengine siamini hivyo, maadamu ameingia katika dhambi katika madhambi makubwa kumkufurisha mtu, basi huyo itikadi yake haisabika ni katika khawarij. Tuliozungumzia khawarij kwa kirefu, na kuwa kundi hili katika asri hii tunaoishi ni kubwa sana, wako wengi sana, wengi sana kuliko unavyofikiria. Naweza kusema mtu yeyote aliye na fikra za kidemokrasia ni khariji. Hakuna yeyote ambaye ana fikra ya kidemokrasia si khariji. Yeyote atatoka nje ya taa ya kiongozi, atafanya vitendo wanafanya khawarij katika maandamano na uvunjifu wa amani na mengineo katika yale mambo wanayoyafanya al-khawarij. Kwa hiyo ni watu wengi, takana Muislamu uwafahamu ili usije ukawa katika wao. Hiyo ni madhhabi al-wa'idiyya. Leo insha Allah taala tutazungumzia kinyume chake ambao ni al-murji'a. Al-murji'a wal khawarij
wako katika tarafai naqid, yani hawa ni kinyume na hawa. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. مرجئة itikadi yao wasema anayefanya dhambi katika madhambi makubwa imani yake ni kamili kabisa, hana matatizo yote. فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. مرجئة wao wakasema haidhuru maadamu wewe ni mu'min, hata ukafanya dhambi gani, maadamu wewe ni mu'min yale madhambi hayakudhuru. Bimaana wamempa open check, asi afanye atakalo maadamu hajafanya shirki na yeye ni Muislamu, afanye atakavyo, aibe, adhulumu, auwe, afanye chochote, wewe uko kwenye al-firdaus al-a'la. Imani yako haina tofauti na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe uko sawa sawa na Jibril. Hii itikadi ya Murji'a. wasema la yadhurru ma'a al-imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'a al-kufri ta'a, kama vile mtu akiwa kafiri hata akafanya taa gani haikubaliwi, na akiwa mu'min hata akafanya dhambi gani haimdhuru. Sema hivyo. wasummu murji'a. Kwa nini wameitwa murji'a? لأنهم أرجوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. hawa wameondoa, bimaana wamechelewesha na kuondoa matendo kutokana na imani. Wasema matendo ni kitu kingine na imani ni kitu kingine. Ukiwa na imani basi hauna haja kufanya vitendo. وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. مرجع wakasema yatosheleza iman kusadikisha kwa moyo. Ukishasadikisha kwa moyo yatosheleza. Tutaona makundi ya murji'a hapa na aya za Qur'ani zinavyorudi. وهم مع هذا 4 طوائف. na murji'a katika hili wako katika makundi manne. dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, kila mmoja mshinda mwenzake katika upotofu. Alula, kundi la kwanza, murji'atul fuqaha, ni murji'a wa fuqaha katika watu wa fiqh. min al-kufiyin, na hawa walikuwa asli yao ni watu wa Kufa, Iraq. wal ahnaf, na mahanafi, wafuasi wal imam Abu Hanifa rahimahullah. al-imam Abu Hanifa hapa ameteleza, ni katika murji'atul fuqaha na wafuasi wake, kwa sababu hakuna watu walio na taassub ya madhhabi kama ahnaf, hakuna mfano wao. Yani hata ukamwambia hii ni aya, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wajisumbua tu, sema ukimaliza mimi Hanafi, sema utakavyo. Ukishamaliza kuzungumza qala Allah qala Rasul, shamaliza mimi Hanafi, basi vile takavyokuwa. La, hapa al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala ameteleza, binadamu ameteleza katika hili. Na tukai hapa tukaanza kumtukana, huyu hivi, la. Ni imam, ana heshima yake, lakini katika hili akateleza. Haifai sisi kufanya nini? Kumfuata katika hili asifuatwe, rahmatullahi alayhi wa ghafara Allah lahu. alladhina yaqulun, wao wasema hivi, innal imana huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Murji'a al-fuqaha wao wasema iman ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo. Kwa wao wasema lazima kile unachokiitakidi kwa moyo kitamke kwa ulimi. Wala yudkhiluna fihi al-amal, lakini hawaingizi amal katika iman. Hili ndio kundi lililo na afadhali katika makundi ya murji'a. Athania, kundi la pili, al-ash'ira wa man akhadha bimadhhabihim, ni kundi la al-ash'ira
wanaojinasibisha na Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Al-Ash'ari wa man akhadha bimadhhabihim fayaqulun wa wasema al-iman huwa at-tasdiq bil-qalbi walau lam yantiq bilisanihi, wasema iman ni kusadikisha kwa moyo hata asipotamka kwa ulimi. Bimaana maadamu wewe wajua kuwa Uislamu ni haki, hata usiposema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, wewe ushakuwa Muislamu. Mujarrad kujua kwa moyo wako na kuitakidi kwa Uislamu ni dini ya haki na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haki, hata usiposema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, wewe tayari ushakuwa Muislamu. فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو لم يتكلم. وأشاعر وكأنك أنا يصدقيش كمويو بس إني مؤمن حتى أسيبتمك كوديمي. الشيخ الفوزان سيما وعلى هذا فالكفار مؤمنون. تكيف تيتكديه بس تكوى مكفيرني وأميني لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. ukiangalia kufaru Quraish waliotumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao walikuwa wakiitakidi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli ndani ya nyoyo zao, lakini hawatamki kwa ulimi. Qala ta'ala qad na'lamu innaka au innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi tunajua kwa ewe mtume wetu cha kutia huzuni kile wanachokisema wale kufaru Quraish, wakamuita mchawi, wakamuita kahin, majnun, kila aina ya majina wakampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah asema fa innahum la yukadhibunaka, wale wajua kuwa wewe ni mkweli, wajua wao wale kufaru Quraish kuwa wewe ni mkweli, ndani ya nyoyo zao wajua. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, lakini madhalim wakanusha tu aya za Allah na wajua ukweli wake ndani ya nyoyo zao. Kwa kauli ya Ash'ari kufaru Quraish wote watakuwa nani? Mu'minun, ni waumini, tena si waumini tu, imani yao imekamilika kama ya Jibril. Abu Jahal hana tofauti na nani? Na Abu Bakar as-Siddiq. Elewa, bid'a kitu kibaya sana, zushi katika dini kitu kibaya sana. Unaweza kuzungumza maneno subhanallah hata ingia kilini kusema hivi, bado hamjaona, basi kuna wengine waovu zaidi kuliko hii. hum yusaddiquna biqulubihim wa ya'lamuna annahu rasulullah. wale kufar Quraish walikuwa wasadikisha ndani ya nyoyo zao, wajua huyu ni mtume wa Allah, wa anna alqur'ana kalamullah, walikuwa wajua kuwa hii Qur'an ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa, wa anna ma jaa bihi huwa alhaq, na walikuwa wajua alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki. Lakin yamna'uhum wal'iyadhu billahi mawani', lakini kuna vitu vinavyowazuia wao kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imma alkibr wal anafa, ni kiburi kile, walikuwa na kibr wakijiona sana, au alkhawf ala manasibihim wa riasatihim, au kuwa na hofu juu ya vyeo walivyokuwa navyo. Wajua waweza kuwa mtu wa bid'a ukawa na cheo kikubwa wewe, ukaitwa mufti, ukaitwa sijui nani, kila aina majina watakupa, shekhe kubwa, hakuna kama wewe. Hebu wafikiria kwa mfano yule mulla anavyofanywa na kundi la mashia wa Kibora, eti mwambie yule awe msunni mpaka akubali, Allah aweza kumuongoza. Lakini akiangalia milioni ngapi ya watu duniani wanifuata mimi, unaona ninachokitaka nakipata. Kuna watu wakimuona yule kusema akikuangalia tu hivi baraka zote ushazipata, waamini hivyo. Nyinyi hamjaona nyinyi, wakimuona yule bwana wamuita Mola kwa sauti yake mpaka wasikie wataka kulia Mola, yule Mola basi afanya na yojulia. Hao jamaa wapotofu wajulia sana, dai isha kuangalia ifanye enda zake. Yule pale aliita Mola, yule jifutafuta hivyo, baraka zote shazipata. Yani ujinga mkubwa sana walionao hawa wafuasi. Alafu wewe mwambia Mola sasa wewe kuwa sunni bwana, unavyofanya hivyo wewe jua wazi bwana mrongo. Kwani wafikiria Mola ajui kama mrongo?
hajui kama yake mwangalia hivi mtu apate chochote? Yajua. Ama wewe una iwe itakidi kwa yeye aweza kufanya kitu? Yajua yeye kuwa ni mrongo. Binadamu gani anaweza kumwangalia mwenzake ati hivi baraka zote akazipata? Hakuna chochote kama hicho. Yajua wazi mrongo. Ama achukue kitambara ajifuta jasho kikupa nenda kakiuze, jamaa watakinunua kina baraka. Hakufanywa hivi Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, wakati mwingine kile cheo mtu alichonacho chamzuia yeye kuikubali haki wazi wazi. Sasa nikikubali ile haki alafu nitakuwaje mimi? Ajaribu kufikiria ataishi vipi akikubali haki wale wenzake wakimzuia. Na hili ndilo lilomzuia Herakli adhimu Rum kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipomuuliza Abu Sufyan kabla ya kusilimu kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswali aliyomuuliza akahakikisha kuwa yule nani ni mtume. Akamwambia Abu Sufyan, ikiwa majawabu ulionipa ni hayo kuhusu huyo bwana, wallahi atakuja kumiliki hii ardhi niliyokanyaga mimi hapa chini yangu. Hii ardhi ataimiliki. Kisha akasimama akawaambia wale mapadri wale na nini wa Roma wale kuwa ikiwa mtaka rai yangu tumfuate, tumkubali, ni mtume wa Allah. Wale jamaa wakakimbia wote, kimbia mmoja peke yake, na alikuwa ameamrisha milango ifungwe. Kaambia njoo rudini. Kawarudisha. Soma hadithi ya Herakli, rudini. Ilikuwa nataka kuangalia imani zenu mtafanya nini. Unaona? Pale akabadilika. Lau kama wangelikubali wale na yeye angekubali. Lakini kwa kuwa wale walikuwa pale viongozi wa dini wale wamekataa kumfuata Mtume sallam, pale akabadilisha. Sema ilikuwa na waangalia mkoje katika kushikamana na dini yenu, kumbe mko vizuri, basi rudini, tubaki hivyo, hatumfuati. Akawacha kumfuata Mtume sallam kwa sababu ya cheo na ufalme aliokuwa nao. Au alhasad, au sababu nyingine ambayo yawapelekea wao kukataa ile haki ni hasad. Kwa nini fulani amekuja na haki si fulani? Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, Yaman, Saada kule ni mji wa Mashia Huthiina au Muskia Huthi kutoka kule. Sheikh Muqbil ni Gabili kule Yaman. Mtu ambaye kutoka huko anaelewa nazungumza nini. Wamegawanyana matabaka. Sasa kuna Saada ambao ni Ahlul Bait, wao wako juu. Hawa hawaruhusiwi kuolewa na wale walioko chini yao. Hawa wako juu. Unaelewa sio? Usishtuke kenda sijui ati nataka kuoa wewe kabila yako nani fulani. Wewe tabaka lako liko chini. Huwezi kuoa wewe. Uliona wapi wewe pishori kiliona papa? Tunaona pishori kiliona papa. Papa aliona sima tu. Wako hivyo. Lakini alafu upata mtihani wengine. Hivyo unapokwenda hivyo upata mtihani. Amletea dereva wa matatu, amwambia ndo huyu. Wataka huyu, utaki ndo huyu. Mwanangu dereva wa matatu alimbeba bure kule kwenye matatu, ndo yuaja naye, ndo mume huyo. Fahamu? Sio ataka kisiji nini, sio ataka kitu gani. Tapigwa na marungu ya maisha ya dunia mpaka muone hiki nini. Alhasil, hatuzungumzii huko. Tukija katika hili suala la hasad, Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alikuwa ni mshia asili yake toka utotoni, maana ule mji unaoishi mashia. Alipokwenda kusoma mamlaka akajua kumbe wako katika batil, akawa salafi, akasoma kule miaka aliyosoma. Alivorudi kwao kuanza kufanya da'wa, kuwalingania watu wake, sikiliza, halinganii masufi ama nani, alingania mashia kurudi katika usunni. Asema Sheikh Muqbil alikuwa akisimama msikitini Masjid al-Hadi kule Saada, akianza innal hamdalillah, apigwa,
apigwa alafu atupwa nje ya msikiti. Asema wakishanipiga wakinitoa nje ya msikiti, siku ya pili narudi tena, innal hamdalillah nahmadu. Nasema na jukumu, lazima niwafikishie watu wangu. Wanipiga tena, siku ya pili wanipiga, wanifukuza nje ya msikiti, narudi tena. Siku ya tatu naje. Hapa kuna vijana hapa wakitishiwa kidogo tu, bwana mimi siwezi kufanya dawa pale, aogopa. Na wala huku kwetu tupigwe, huku kwetu kuna Waswahili tu wana kharat, maneno Waswahili wengi huku kwetu. Mtu veve zako kimaliza kaa kando bwana, mimi nafanya dawa hapa. Akianza veve mwache na veve zake akae kando. Wallahi alazim ya akhi, watishwa na mtu yani maneno tu. Tushasikia mangapi maneno waseme mpaka wachoke. Wewe fanya dawa tena, watu wa bid'a na maneno machafu. Msikize tu, kukute masikio yako, tuendelee mbele. Wewe fundisha watu, usitukanane na wao wala siku. Lakini akianza kusema mtu wa batili, mwache aseme. Akimaliza kusema atakwenda zake, halafu utaumia, utaanguka kwa vile vile. Alhasil, Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi alikuwa musammim katika da'wa mpaka watu wake wakashikwa na ghera, mashia, lakini wakashikwa na ghera. Mbona ndugu yetu kila kiingia pale wapigwa? Siku moja akasimama, akianza innal hamdalillah, jamaa wakasimama na mabunduki. Wallahi mguseni muone, zungumza hamia tu ya ule ujamaa, kabila lake, wakasimama na mabunduki. Atakayemgusa ataona, zungumza. So wajue atadhribuhu wa ana ala dinihi, kama vile Hamza alivyosilimu, alipomtandika Abu Jahal chini, akamwambia wao mpige Muhammad na mimi nafuata dini yake, na wala hata alikuwa haifuati ile dini asli yake. Lakini wakati mwingine Allah aweka sababu yafuate. Almuhim, ndio ikaanza da'wa pale. Alipoanza kufanya da'wa, walikuwa wale wa kabila wale wanaojiita Ahlul Bait kule, walikuwa wakisema gabili, yani mtu yuko chini yetu kidaraja, yeye yajua haki, sisi hatuijui. Na hapa kwetu ni hivyo hivyo, hapa kwetu pia iko hivyo hivyo. Umwangalia mtu mkabila gani, hasa huku kwetu kuna ukabila sana. Nikwambia wazi nani yule ajua nini? Utafikiri ile elimu imewekewa makabila au tabaka fulani ndio wanaoijua peke yake. Yani wewe ukiwa kabila fulani, hata ukasoma vipi, hifadhi Qur'ani yote, ujue idadi ya aya, ukitajua aya wasema na namba yake pia, sura fulani aya fulani. Lakini si wewe kabila fulani, hata ukasema nini tukubali. Sijui mfahamu, iko huku kwetu sana, huku kwetu iko sana na sana. Makhurafi wanayo mambo hasad. Wakimwona kijana amesimama amesoma, qala Allah qala Rasul, majifanya tu asidi, wajua nsoma, wewe hasid. Na haswa akisikia kwa mfano toa khutba, kijana akatoka kusoma akaenda kafanya da'wa, toa khutba, watu waelewa, wamuelewa zungumza nini. Nini bwana, elimu gani ile bwana, wahabi tu yule. Wewe hasid. Vile mtoto wa watu ametoka akachoka kwenda kusoma, nyinyi mko malabiriani maulidini. Afu mimi niliwaambia kitu kimoja, kula biriani hakuna makosa, lakini ukila biriani wasikia nini? Amjaona ukila biriani wasinzia, ukila biriani wasinzia, umeelewa? Wewe mfano wala biriani Ijumaa ama Jumapili mpaka Jumapili, ukila tu kama zuka hivi kwenda kulala. Sasa wewe fikiria mtu atoka kwenye maulidi, akitoka enda kwenye hauli, akitoka enda kwenye itima, akitoka ala biriani daily. Kwa nini kitu chake sio kizito? Madaktari wafanye uchunguzi, labda yeye afanye bongo liwe zito. Sasa yeye amelala kule, wenzake wasoma, wenzake wahifadhi, wenzake wafanye murajaa, wenzake wajishughulisha. Mtu masaa 24 yake mbali na ya kulala ajishughulisha na ilmu. Amekaa msikitini, ahifadhi, afanye murajaa, asoma, ahifadhi, afanye murajaa, asoma. Kisha wewe utakuwa sawa vipi na yeye? Kefi ya jamaa, yani tukufanye wewe sawa ulokaa tu kule nje, mara sijui sherehe gani, mara sijui sherehe gani, mara sijui
wewe utakuwa sawa na kijana wa kisalafi amekaa msikitini ahifadhi mutun, ahifadhi Qur'an, afanya muraja, ahudhuria durus, asoma kitabu hiki kitabu kile, mtakuwa sawa kweli? Alafu akija kizungumza nenda kasome, wewe wajua kusoma wewe nini? Wakati mtu akikupa barnamiji yake ya siku nzima na usoma, huna muda wa kumpa kumwambia ongeza kitu fulani, hana huo muda. Lakini hasad, na kama kuna kitu ambacho ahlul bid'ah waonea hasad ahlus sunna ni jambo la kukaa chini na kusoma. Hawana vidurusu, wasoma vitabu baada ya kitabu, wanao muda huo mwanzo. Ikifika tu karibu na Rabiul Awwal, miezi miwili mitatu, watu wa practice maua ya zefe, watoto wankaa tu bingipa lala amka inama, ustadhi mzima aweza kumwona amwaga maji, amwaga wewe ashuka chini kisema ustadhi mzima. Aturudi hapa alyahud, tuchukulie mfano wa Mayahudi. Yaarifunahu, wamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi wamjua vizuri sana. Allah asema alladhina atainahumul kitaba yaarifunahu, wale tuliowapa kitabu kabla yenu wamjua huyu, yani Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, wamjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyowatambua na kuwajua watoto wao. Yani baba umwambie huyu mtoto wako, mimi uniambie Azim usimjui, Azim usimjui, si unamjua, namwona hapa. Kwa mfano atokee mtu leo amempiga ngoto huyu, kisha kimwambia mbona unampiga ngoto mwenzako, asema mimi nikosea heshima, wewe utakubali? Yani maneno ingia kama umjua. Mfano si mwanangu nakwambia mrongo, si kweli, donge tafuta mwingine, mtafuta Abdurrahman labda ama mtu mwingine, si mfano. Ama uniambie Muadh amenipiga, si mwanangu, nitakwambia kweli, inawezekana, sababu sinawajua tabia zao. Uweza kurushia kitu ukakisikia kisawa sawa, najua huyo ankupiga. Hakuna mtu hamjui mtoto wake, kila mtu wajua watoto, tena wajua si kwa sura tu, sizungumzi sura kitu cha kawaida, tabia zao awajua kila kitu. Hata akiambiwa kitu kuhusu mtoto asema naye yuwaweza kufanya, yule yuwaweza sana. Kwa nini? Sababu yuwamjua. Sasa Mayahudi wakimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wanavyowajua watoto wao, sijui muelewa. Hana shaka kuwa huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah, hana shaka na hilo. Taib, kitu gani kimewazuia nyinyi kumfuata? Chuki hizo za nini wakati mwajua ni mtume wa Allah? Yaarifuna annahu rasulullah lakin lam yuti'uhu wa lam yu'minu birisalatihi, hawakumtii wala kuamini risala aliyokuja nayo. Hasadan min indi anfusihim, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, walimhusudu bana, tarakuhu hasadan, walimwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uhasidi. Yuriduna an takuna an-nubuwatu fi bani Israil wala takun an-nubuwatu fi bani Ismail. Wao walikuwa wataka utume ubakie kwa bani Israil, kwa watoto wa Israili. Israili nani? Tulitaja hapa Muadh, nikuuliza Israili nani? Ahsanti, Yaqub alayhi salam. Yaqub ndio baba yao banu Israili, watoto wa Israili. Banu Israil warudi kwa Israil ambaye ni Yaqub mtoto wa nani? Ishaq. Ishaq mtoto wa nani? Ibrahim alayhi salam. Mitume wote waliokuja baada yake ni katika kizazi chake, wote ni katika kizazi cha Ibrahim, Ishaq, Yaqub kushuka chini, Yusuf alayhi salam, Musa na wengineo, Harun, wote hao mitume wa banu Israil. Hao wote warejea kwa Israili ambaye ni Yaqub. Lakini atakatufahamu Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa na Ishaq na alikuwa na Ismail. Upande wa Ismail hakukutokea mtume yoyote mpaka mtume wa akhir zaman ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatokea katika watoto wa nani? Wa Ismail. Yani hawa Mayahudi mnaowaona hawa Mayahudi, sisemi hawa wanaotoka Europe, hawa laflafa, hawa waongo, wakina wewe wasikia majina nyao sio nani, hawa
wacheni hawa laflafatul urubiyin, hawana banu Israili wala nini. Naweza kusema zaidi ya 99% si katika banu Israili. Banu Israili wachache, wako wachache. Banu Israili hawa wametumilizwa mitume wengi sana katika watoto wa Ishaq, yani watoto wa Yaqub Israili. Iweje leo atumilizwe mtoto wa nani? Ismail, ambaye ni ammi yao tu. Na Ismail ni ndugu yake nani? Ndugu yake Ishaq, abna a'mam. Wakamfanyia hasad. Kwa nini ametoka katika hapa? Basi sisi hatumkubali. Hasadu bani Ismail faabaw an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakawafanyia hasad watoto wa Ismail, wakamkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله. kwa walikuwa mayahudi wakiamini ndani ya nyoyo zao kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. فهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. فهي ni radi kwa Ash'ari. Lau kama ingelikuwa mtu akisadikisha kwa moyo tu moja kwa moja ashakuwa mu'min, basi hao mayahudi watakuwa waislamu, sababu wao waamini ndani ya nyoyo zao kuwa Muhammad nani? Ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hili kundi la pili. الثالث الكرامية. wacha tuanze kueleza shafika nusu saa tutosha. Soma Qur'an kuanzia huyu wa 3 na wa 4 tutakuja kueleza, kisha tukishamaliza tutaeleza na itikadi ya ahlus sunna ikoje katika suala hili la imani. Hiyo ndio tutakuja kueleza mwisho insha Allah taala. Tumeeleza makundi mawili ya murji'a, la kwanza na la pili ash'ari, la tatu ni karamia, na hao insha Allah tutakuja kueleza. Kisha kuna akhbath firaq almurji'a ambao ni aljahmiyya, hao pia tutakuja kueleza na itikadi zao ni vipi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.